Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mgogoro huu unahusisha familia ya marehemu Abdalla Sultani Mtambo ambaye alifariki mwaka 1964 na kuacha watoto 6. Lakini vile vile mgogoro huu unamtaja mnunuzi wa nyumba hii ni Bwana Salim Selemani Salim aliyenunua nyumba hiyo kupitia mnada wa hadhara uliotokana na amri ya mahakama ya kuuzwa nyumba hiyo baada ya wasimamizi wa mirathi na warisi wa marehemu kutoelewana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mgogoro huu umeanza muda mrefu ambapo ulianza kwa warisi wa marehemu kutoridhishwa na mgawanyo wa mapato ya kodi ya upangishwaji wa nyumba, ndipo walipoomba mahakama kusimamia uuzwaji wa nyumba hiyo bila mafanikio kutokana na baadhi ya warisi kutaka nyumba hiyo isiuzwe. Mwaka 2011 mnada wa hadhara ulifanyika ambapo Bwana Salim Selemani Salim alifanikiwa kununua nyumba hiyo kwa gharama ya shilingi za Kitanzania milioni 250. Tangu mwaka 2011 mpaka leo mnunuzi wa nyumba hii hajawahi kuingia na kutumia nyumba yake kutokana na vurugu ambazo zinakwamisha zoezi la kukabidhi nyumba hii. Vurugu hizi zilitoka kwa msimamizi wa mirathi ambaye ni Bi Malaya Abdalla Mtambo na familia yake ambaye alikataa kutoka katika nyumba hii kwa madai ya kutoshirikishwa kwenye uuzaji wa nyumba hii. Swala hili limeamliwa katika ngazi ya mahakama kuanzia mahakama ya mwanzo mpaka mahakama kuu ambako katika ngazi zote za maamuzi mnunuzi alipewa haki. Kamati ilibaini kwamba NC Ensemble Company Limited ambaye ni dalali hakuwa mwaminifu katika utunzaji wa fedha za warisi. Kutokana na mahojiano aliyofanya na kamati, imebainika pesa alizitumia kwa matumizi binafsi. Kitendo hicho kimechochea mgogoro huu kwa sababu MC Ensemble Company Limited angegawa kwa wakati pesa hizo, sidhani kama mgogoro huu ungetokea. Baada ya kupitia nyaraka, kamati imebaini zoezi la uondeshwaji kwenye nyumba hii lilishakamilika tangu tarehe 19 mwezi wa kwanza 2026. Hii inamaanisha kwamba mnunuzi tayari alishapewa barua na dalali ambaye alitumwa na mahakama kwa ajili ya kufanya eviction katika eneo hili. Kwa mantiki hiyo, tayari mnunuzi alishapewa nyumba hii tangu tarehe 19 mwezi wa kwanza 2026. Kamati hii ilishauri kama ifuatavyo: ya kwamba MC Ensemble Company Limited achukuliwe hatua za kisheria, arejeshe pesa zote za warisi ili zigawanywe kwa warisi ambao hawakuchukua. Pia madalali wa mahakama wafanye kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Huo mgao ambao huyu bwana dalali hakuwapatia wengine ilikuwa ni kwa sababu gani? Na ningemuomba huyo dalali hapa. Je, unahusikaje sasa kutajwa hapa? Yaani kwa nini umetajwa? Nimetajwa kwa sababu kuna baadhi ya warithi hawakuja kuchukua pesa zao. Je, ni kweli wewe ndiye uliyeuza? Ni kweli, ndio mimi niliyeuza. Kwa mamlaka mahakama? Kwa mamlaka ya mahakama. Na una uhakika kwamba pesa yote iliingia kwenye akaunti ya broker ambaye ni wewe? Ndiyo mheshimiwa. Iliingia shilingi ngapi? Milioni 250. Milioni 250. Ndiyo mheshimiwa. Sasa tueleze hiyo historia kidogo. Kwa nini wengine walichukua, wengine walikataa? Labda tueleze tu hapo kidogo. Wengine walichukua kwa sababu walikuwa wameridhia mauzo na wengine walikataa kwa sababu walikuwa hawakubali mauzo. Kati ya waliochukua na ambao hawajachukua, wapi wengi katika familia hiyo? Waliochukua walikuwa ni wengi. Na pesa ambazo zilibaki kwako zilikuwa ni shilingi ngapi? Takriban kama milioni 60. Takriban kama milioni 60. Ndiyo mheshimiwa. Mwanasheria, pesa ambazo zimebaki ni kama shilingi ngapi? Kwa mujibu wa taarifa yetu ilikuwa ni milioni 64 na laki 5. Milioni 64 na laki 5. Na ambazo mgawiwa alipaswa kuwa nani na nani? Mgawiwa alipaswa kuwa Bi Malaya, lakini mna familia moja ya Bwana Rajabu, dada yake na Rajabu. Mpe broker. Kwa hiyo hela hiyo milioni 60 na hiyo iko wapi? Ipo benki mheshimiwa. Ipo? Ninayo, ipo benki. Unayo, iko benki? Ndiyo. Ilikuwa ni benki gani? Pesa hizo zipo na mpaka sasa ziko benki gani?
Kipindi kile zilikuwa ziko saving and finance. Zilikuwa saving and finance. Saving and finance. Ambayo leo ziko wapi? NMB. NMB. Ndio mheshimiwa. Ziko pale NMB muda huu tukienda ziko pale. Ndio mheshimiwa. Kwa tuongozana sasa leo ili ukatuonyeshe fedha hizo. Na wanasheria watatuambia taratibu za sasa. Fedha inabaki kwa broker au inakwenda kwenye akaunti ya mahakama? Kwa taratibu za sasa pesa inakwenda kwenye akaunti ya mahakama. Sasa kwa nini wewe pesa bado unayo? Kipindi kile mheshimiwa tulikuwa tunakanazo ili kuwalipa wateja. Sasa baada ya watu kukataa wachache na wewe umeamriwa na mahakama, kwa nini ulibaki kimya bila kwenda kuripoti mahakamani kuhusu pesa ulionayo ambayo sio yako? Hapo niliteleza. Naam? Hapo niliteleza. Uliteleza kwa makusudi au uliteleza pasi makusudi? Kwa bahati mbaya. Kwa bahati mbaya. Kwa nini hujawahi kuja kuripoti kwa mkuu wa mkoa kwamba una hela za watu mpaka ulipoitwa? Kulikuwa kuna kesi ilikuwa inaendelea mahakamani. Kulikuwa kuna kesi? Je, kesi inayoendelea mahakamani inasimamisha utawala wa mkoa? Hapana. Haisimamishi. Kwa mfano muda huu tumesimamisha kesi ya mahakamani? Hapana. Je, kesi inayoendelea mahakamani inahusu uuzwaji wa nyumba au inahusu shauri nyingine? Ilikuwa inahusu uuzwaji wa nyumba. Inahusu uuzwaji wa nyumba? Ndio. Una uhakika inahusu uuzwaji wa nyumba? Ndio mheshimiwa. Mwanasheria, huyu bwana ndio ana kosa gani la msingi? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kosa la huyu bwana ni kutokuwalipa warithi halali ambao wametakiwa kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa hukumu wapewe pesa zao. Sasa kamati hii na hili jalada nililolishika haina mashaka na taarifa yake, na kwa sababu hakuna mashaka na taarifa yake, kwanza tumejiridhisha kwamba nyumba hii ni kweli ni nyumba ya urithi, na kama ni nyumba ya urithi, taratibu zote za usimamizi wa mirathi ziko wazi. Tumejiridhisha tena kwamba mlalamikaji ambaye ametaja zaidi ya mara 5 jina la Mheshimiwa Rais ambaye ni Bi Malaya, tumejiridhisha pia kwamba nyumba hii sio ya kwake. Sasa na kwa mantiki hiyo, nitaka nieleze kidogo kwa nini hawakwenda kuchukua pesa. Ilikuwa ni hivi, naomba mnielewe vizuri. Baada ya familia hii kurumbana kwamba kuna watu wanachukua kodi na hawawapi wenzao, wale wachache ambao walikataa nyumba hii siuzwe ndio waliogoma kwenda kuchukua ule mgao ili wao waendelee kuchukua kodi kwenye maduka haya. Na kwa mantikio pesa ambayo walikuwa wanaipata hapa, tumejiridhisha kwamba ilikuwa haigawanywi kwenye zile familia zingine zote. Na kwa sababu tumejiridhisha jambo hilo, walikuwa ni wajanja, kwa sababu kodi ambayo walikuwa wanaichukua walijua wakichelewesha mgogoro wataipata pengine nyingi zaidi kuliko hata ile ambayo walipaswa kugawiana mmoja mmoja. Na kwa mantiki hiyo, kwa sababu imeshathibitika kwamba nyumba hii ni ya mirathi, na kwa sababu tumejithibitishia kwamba mashauri ya mahakama ndiyo yaliyoamua, na kwa sababu tumejithibitishia kwamba transaction zote pale ardhi zilizofanywa kutoka kuhamisha umiliki kwenda kwa aliyenunua, tumejiridhisha kwa bila mashaka. Mimi mkuu wa mkoa hapa nimekuja kufafanua na kusimamia kwamba leo tarehe ngapi? Leo tarehe 17 ya mwezi wa pili 2026, mimi mkuu wa mkoa nikiwa na mkuu wa wilaya wa Ilala, mkurugenzi wa Ilala, wanasheria na wananchi, tumejiridhisha kwamba Bi Malaya hana haki hapa peke yake. Na kama tumejiridhisha hivyo, kwa sababu pia sio nyumba yake, na kwa sababu migao imeshafanyika, tunafanya maamuzi yafuatayo. La kwanza, watoto na wajukuu wa Bi Malaya ndio ambao wamepiga hii danadana kwa muda mrefu kwa faida yao. Hakuna faida mtu mwingine. Na natumia uwanja huu wa hapa Kariakoo kuonya sana tabia hii ambayo mwisho wa siku
mnakuja kumuingiza kwenye hatia huyu bibi wa miaka mingi kwa sababu ya ulafi na uroho wa mali za urithi. Unapokuwa umerithi mali, we kama msimamizi, haimaanishi ile mali ndio ya kwako. Mpo wengi, msikilizane, mgawane. Mkiona inashindikana, ndio maana mahakama imeuza. Sasa mkiwa mnaletana ubishi, wakati we mwenyewe una uhakika kwamba hukuijenga wewe nyumba hiyo, unakuwa ni ukorofi wa hadharani. Nyumba hii imejengwa na mzee Mtambo miaka hiyo. Hawa watoto wote wamepata migao yao, na bahati mbaya watoto waliofariki wajukuu wamepata hiyo migao. Na hapa tuliuliza hapa mara mbili, na kwa mantiki hiyo sasa, kwa kuwa sitamani migogoro na kwa kuwa sitamani uongo, yule aliyenunua yuko wapi? Hati unayo? Hati unayo? Vizuri kabisa. Hati alionayo huyu mmejiridhisha nayo? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mtu wa ardhi yuko wapi? Njoo hapa mtu wa ardhi. Shika mic mtu wa ardhi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, baada ya taratibu zote kufanyika za mauzo ya nyumba kwa njia ya mnada, ndugu Saleh Salim alifanya taratibu za kumilikishwa kwa njia ya transmission by operation of law. Salim Selemani alifanya taratibu za kumilikishwa kwa njia ya operation by operation of law, transmission by operation of law, ambapo alipatiwa hati. Kwa hiyo hakuna mashaka na masuala ya hati. Ndiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kwa mantiki hiyo, tunapozungumza muda huu, nyumba hii ni mali ya nani? Kwa mujibu wa taarifa za usajili wa hati, ni mali ya mnunuzi ndugu Saleh Salim. Ni mali ya mnunuzi tangu lini? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hati hii ilipata usajili wake mwaka 2011 tarehe 2 mwezi wa 6. Tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2011. Haya, sasa bwana mnunuzi, anza kupafanyia kazi hapa. Sawa sawa? Anza kufanyia kazi. OCD, sitaki kusikia migogoro tena. Huyu bwana aanze kufanyia kazi. Nafahamu mimi kama mkuu wa mkoa, wakati fulani sheria ikimwegemea huyu ambaye anaitwa labda na hela, tafsiri yake inaweza kawa ni nyingi sana. Lakini kama nilivyosema, mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na ndugu yangu mkuu wa wilaya wa Ilala, hakuna mtu anayeweza kutununua sisi na utu wetu. Hayupo. Hakuna mtu anayeweza kununua utu wetu sisi. Na mimi ningeweza kuwa na shida huko Kariakoo na omba huko. Mimi sio wa hivyo. Mimi ni chuma cha tofauti kabisa. Na ndugu yangu naye yuko tofauti kabisa. Nafikiri na hawa jamaa hata huko Kariakoo wananifahamu vizuri. Vizuri mno. Hakuna mtu anayeweza kununua utu wetu sisi. Hayupo. Na OCD, huyu bwana mguu kwa mguu, leo kabla saa 7 ameshazionyesha hizo fedha, amepewa utaratibu hizo fedha kwenda mahakamani, na kule mahakamani kupitia wanasheria itatolewa tafsiri ya hizo pesa walipo wale wanaohusika. Kabla saa 7 hizo fedha hao wameshazionyesha. Na kama ataonyesha kabla saa 7 kwa umri huu, na kesho ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni Ramadhani, utailia ndani. Nataka tu nikueleze ukweli. Utaiswalia ndani. Halafu na mtu yoyote atakaye kaidi tena hii tafsiri ya mahakama, atakaye kaidi hapa, wote beba na vizazi vyao wote weka ndani. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunakuja hapa tunafanya yale yale. Mimi mkuu wa mkoa, kuna wakati mpaka nguvu za kiume zinaweza zikapungua kwa sababu ya kudili na mambo. Kwa sababu ya kuhangaika na migogoro yenye tafsiri ya kweli. Sasa tusifikishane huko. Kwa ndugu zangu wana Kariakoo, naomba nihitimishe kwa kusema, usilitaje bure jina la Mheshimiwa Rais kama una hakika na unachokisema. Mheshimiwa Rais tusaidie, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, naonewa Mheshimiwa Rais. Hapana. Mtaje Mheshimiwa Rais kwa nidhamu. Kwa hiyo nimetoa waraka huo wa kwanza kufanyia kazi hapa. Fanyia kazi, usilete mabounce. Sasa bwana, wewe fanyia kazi. Jeshi la polisi nimekusha likabidhi kazi.
kwamba litasimamia usalama wa maeneo haya yote. Bouncer ambaye anakuja kuvunja watu, kuumiza watu, hiyo sio taaluma yake. Hatuhitaji bouncer. Ukamataji ni taaluma ambayo wenzetu wa vyombo vya dola wamesomea. Unaweza kumkamata mtu mahali pabaya na ukamuua na ukapata kesi ya mauaji. Achia wao, watashughulika. Na mtu anayefanya fujo, tafsiri ya mambo yote ya kisheria itafanyika huko mahakamani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.